maelekezo Mungu anaweza kuyatoa kwako usielewe kwa akili ya kawaida, usielewe mwisho wake ni nini, kipi kinatokea. Wewe tii tu. Bwana asifiwe sana. Nyenyekea kwa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Unyenyekevu namba 2 unaendana na kutii. Unyenyekevu namba 2 hapa unaendana na kufanyeje? Na kutii. Unyenyekevu unaendana na kutii. Huwezi kuitwa mnyenyekevu kama una kiburi, kama huna utii. Bwana asifiwe sana. Nimesema kuna wakati Mungu anakuambia ufanye jambo fulani. Hilo jambo unaona kabisa kwa mazingira ya kawaida haliwezekani. Yaani wewe mwenyewe tu haliwezekani, lakini pia inapingana na matakwa yako. Ukitii kulifanya, na utakapolifanya maana yake umetii. Si ndio hivyo? Maana yake umefanyeje? Umenyenyekea. Na ndio maana tunakwambia Yesu alitii hadi mauti. Maana yake kitendo cha kukubali kuchukuliwa kwenda kuteswa, maana yake alitii. Bwana asifiwe sana. Alifanyeje? Alitii. Alikuwa ana uwezo wa kuwafanya chochote, wa kuwapinga upofu wale waliokuja kuchukua pale. Alikuwa na uwezo kabisa huo. Bwana asifiwe sana. Alikuwa na uwezo wa kuwapinga upofu. Kama aliweza kumponya mtu aliyekuwa sikio, upofu sikio kidogo tu pale basi, alikuwa na uwezo wa kupiga upofu, lakini alitii, akajikamatisha. Wakamkamata. Tunakumbuka kuna mahali akiwa hekaluni, alichukua kitabu cha nabii Isaya akahubiri pale, akafunua kile kitabu cha Isaya pale akasoma. Hapo kisha akasema haya maandiko yametimizwa leo. Watu wale pale wakaanza kumzomea katika vuruga, akamtoa nje. Biblia inasema wakataka kumtupa alikuwa kama kikimlima fulani, akataka kumtupa, lakini Biblia inasema akatoka katikati yao. Kama siku ile aliweza kutoka katikati yao, yaani aliweza kumtoa hekaluni akatoa mpaka nje, wakataka kumtupa, lakini akatoka katikati yao akaondoka. Je, hii siku mpaka akapata muda kumponya mtu sikio? Ilikuwa inawezekana kabisa. Lakini kwa sababu alinyenyekea, akaamua kutii ili akipitie hicho kikombe, ili aibu ambayo ilibidi uitwike wewe, ambayo kwa zamani hizo ilikuwa inafunikwa kwa damu ya mbuzi, ya kondoo, ya wanyama, isifunikwe tena, iondolewe kabisa. Bwana asifiwe sana. Asingetii, maana yake leo hii tulikuwa tunasherehekea Pasaka, tulikuwa tumekombolewa. Bado tulikuwa tunaishi kwenye zile zama zile za kuchinja kondoo, kuchinja ndama, kuchinja wanyama, kutoa sadaka za kuteketezwa. Lakini Yesu alitii, alinyenyekea. Bwana asifiwe sana. Unyenyekevu unaendana na kufanyeje? Na kutii. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kutii hata kulipa gharama ya nini? Ya mauti. Yesu alitii hadi mauti, na sio tu mauti ya kawaida, ilikuwa ni mauti ya nini? Ya msalaba. Bwana asifiwe sana. Tukumbuke kuna mauti, lakini kumbuka ilikuwa ni mauti ya nini? Ya msalaba. Bwana asifiwe sana. Mauti ambayo kwa msalaba kule hakufungwa kamba, alipigiliwa misumari. Bwana asifiwe sana. Mauti ambayo kwa msalaba pale alipigwa mpaka mkuki. Bwana asifiwe. Mauti ambayo alipigwa mijeledi. Mauti ambayo alinyweshwa, Biblia inasema sifongo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Alitii. Alifanyeje? Sisi ni wanyenyekevu, tunatia huruma tu, tunatii. Ni wanyenyekevu au ni watia huruma? Maana kwa sababu mnyenyekevu kumnatia huruma. Mtu akikuona huko hivi,